أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhudhuria kwetu huku katika hii jalsa katika nyumba katika miongoni mwa nyumba zake hizi, basi atuzidishie ujira wetu kwa kuwa na sakina katika kulubu, na vile vile atufunike kwa rehema zake na atutaje mbele ya wale walioko mbele yake. Allahumma amin. Mazilna bado tupo katika suratul Muminun, baada ya kuangalia kundi la kwanza lilotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuwataja makafiri akataja waumini, wale wamekataa na dalili zote zilizokuwa za wazi, halafu baadaye akataja waumini, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, kuanzia aya ya 57, walladhina hum biayati rabbihim yu'minun walladhina hum birabbihim la yushrikun walladhina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Kisha akataja nature au hali halisi ya dini, utekelezaji wa sheria huko katika istitaa ya mwanadamu. La yukallifu Allah wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bilhaq wa hum la yudhlamun, kwamba sheria inakwenda kwa mujibu wa uwezo wetu na tuna kitabu kinachotamka kwa haki. Kwa tumeona kwamba kuna waliokwenda kwamba kitabu hapa kimekusudiwa Qur'an katika kumuongoza, lakini kuna waliokusudia kwamba ni kitabu cha kuandika amali za huyo mtu, kwamba nacho kitaandika kile ambacho kwamba umekifanya tu. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha lahu wa lahum amalun biduni dhalika hum laha amilun hatta idha akhadhna mutrafihim bil adhabi idha hum yaj'arun la taj'aru al-yawma innakum minna la tunsarun. Hapa sasa naonyesha matokeo mpaka watakapokuwa wamekamatwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu kutokana na kuzama kwao katika maasi na kuzama kwao katika anasa, wakaingia kwenye adhabu, wakaambiwa wasilaumu wao wasilalamike kwamba siku hiyo hawatakupata mtu yoyote mwingine wa kuwanusuru. Sasa baada ya kuwa wamelalamika kuona kwamba tumeadhibiwa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha kustahiki kwao kuadhibiwa. Ni kama vile wamuadhibu mtoto alafu wakati wanamwonea huruma sasa, au silikuwa nakwambia usifanye hivi, au kuna mtu anamtetea alikuwa namkanya. Basi hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia sigha hii kwamba haikuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kudhulumu waja, walipewa haki ya kuletewa ujumbe kabla na kuonywa. Ndio hii tunaanzia aya 66, kad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kad kanat ayati tutla alaykum, zilikuwa ishara zangu, aya zangu mnasomewa nyinyi. Fakuntum ala aqabikum tankisun, mlikuwa mnarudi nyuma kwa visigino vyenu. Yani ibara ya kwamba hatuwezi kuwa na jambo hili, mnaangalia mambo mengine. Mustakbirina bih samiran tahjurun, bali mkidharau hii Qur'ani, tena usiku mnaizungumza na kuitolea maneno ya kejeli, maneno yasiokuwa na maana. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema mustakbirina bih, wakidharau nini?
Qur'an. Lakini kipi kilichowafanya wawe na dharau? Nini kilichowafanya wewe na kibri? Sababu ya kibri, wanasema maulama wa tafsir kwamba ilikuwa inarudi kule kuwepo pale Maka, na kwa sababu ni mji mtakatifu na kuwa na msikiti ambao kwamba ni mtakatifu, basi waliona kwamba sisi ni nahnu ahlul haram fala nakhafu, sisi ni watu wa eneo takatifu, hatuogopi chochote kwamba kitatutokea. Waqila, na imesemwa pia kwamba almaana annahum ya'taqiduna fi nufusihim, kwamba walikuwa kiitakidi katika nafsi zao, anna lahum bilmasjid walharam a'zama alhuquq ala an-nas, kwamba wao kwa kuwepo kwao katika eneo la msikiti na eneo lile takatifu nje ya msikiti walikuwa na haki zaidi kuliko watu wengine. Fayastakbiruna lidhalik, wakawa wanakuwa na kibri kwa ajili hiyo. Hiyo ni la kwanza. Lakini la pili, kuna hii kwamba kuwa na mazungumzo ya usiku, wakawa wanaizungumza dini, Qur'ani, mtume, wanawazungumza waumini huku wakiwa kijeli. Imekuja sasa swala la kuzungumza juu usiku. Kuzungumza usiku ni ada, watu wanakutana usiku wanazungumza. Lakini je, Qur'ani au fiqhi, dini inazungumza nini swala la kuja kukaa mkaika baraza za usiku? Bila shaka samiran tahjurun samra, ni mazungumzo ya usiku, kufanya mazungumzo usiku. Sasa lakini hili jambo katika ninile limekuwa ni kama lina aina fulani ya karahia, kuchukiza, ni makruh. Kwa nini? Kwanza kabisa, mtu unapokuwa umeswali swala ya Isha, ni kama mtu uliotoka kuoga, unatamani usiingie kwenye jasho tena, ulale murtah. Unayetoka mtu kwenye kuswali ni kama mtu aliyekwenda kufuta dhambi ndogo ndogo, unalala ukiwa msafi. Tunajua sisi kwamba mtu hutua zake kwenda msikitini tu, moja inafuta dhambi, moja inapandisha nini, daraja. Na ukifika msikitini ukitawadha, zile dhambi ndogo ndogo zile zote ambazo kwamba hazina lazima tauba, bali kwa kustawadha pia zinaodondoka, wewe unakuwa umejisafisha nazo. Sasa ukitoka hapo utakiwa ukalale safi. Wewe unaingia kwenye mazungumzo ya usiku, unalala tena nini, chafu. Na huenda sasa ukalala sio mchafu, muozo wa safi, manake mkaingia pengine ilikuwa na hana maana kabisa, mkaingia kwenye heshima za watu, mkaingia kula nyama ya mzoga uliokufa, manake ikawa mnasengenya watu. Hiyo ndio mbaya zaidi. Kwa hiyo mtu takiwa ukiwa umeshamaliza kuswali swala ya Isha, kutoka kwenda sehemu nyingine kufanya mazungumzo tu, basi ni kitu kama kina makruhu katika nini, katika dini. Kwa hiyo ni kama vile mnamalizia siku yenu kwa lahu, mnamalizia siku yenu kwa upuuzi, badala ya kuwa mmeimaliza siku yenu kwa ibada nini, ya swala ya Isha. Lakini vile vile asamru, kuzukaa kuweka baraza usiku na kuzungumza, ni madhannatu ghalabati an-nawm akhirul layl, ni eneo ambalo kwamba linahatarisha na kukupa nafasi kubwa ya kupitiwa na usingizi mwisho wa usiku. Kwa hiyo bali kukupotea fursa ya kuwa unaweza ukasimama usiku kwa kuwa umelala mapema, bali hata ikiwa utavuka mpaka kwenye kukaa na kuzungumza ukawa usiku mwingi, hata swala alfajiri ikafanyaje, ikakupita. Kwa hiyo mazungumzo ya usiku baada ya swala ya Isha, mtu kibaki nyumbani
ni aula. Lala, pumzika mapema. Siku moja imepokelewa kutoka kwa Umar, Sayyidina Umar radhiallahu anhu, inasemekana kwamba alikuwa akiwapiga watu kukaa katika mabaraza na kuanza kuzungumza baada salati al-isha, na katika alikuwa akisema asamran awwala al-layli wa nawman akhirahu arihu kutabakum, anasema mwanzo wa usiku mwanza kuutumia kwa kuanza kuzungumza na kufanya hadithi ya maneno, mwisho wa yote usiku na lala. Alfajiri na kuamka qiyamul layl na washinda, na alfajiri uchelewe au ikupite kabisa. Arihu kutabakum, embu wapeni nafuu waandishi wenu. Nini nimekusudiwa hapa? Wapeni nafuu waandishi wenu. Malaika wanaochukua maneno yenu wanaoandikia mazuri na mabaya, hebu wapeni nafasi, maanake hao wanaandika 24 hours wakati fulani. Usiku mkaa kumazungumza amlali. Haya ni maneno ya nani? Lakini Sayyidina Umar radhiallahu anhu. Waqila, imesemwa pia, inna alhikmata fi karahiyati alhadithi ba'daha, kwamba katika kuchukizwa au kufanywa kwamba ni makruh kuzungumza baada ya swala ya Isha usiku, inma huwa lima anna Allah ta'ala ja'ala al-layla sakana, ni kwa sababu asli Mwenyezi Mungu kajalia usiku ni utulivu, yatakiwa kuwa tumetulizana majumbani. Fa idha tahaddatha al-insan fi, ikiwa mwanadamu atakuwa sasa na mazungumzo ndani ya usiku huo, basi faqad ja'alahu fi an-nahari alladhi huwa mutasarrifu lil-ma'ash, ameujalia ni kama uliopo katika mchana hapa, kwamba umewekwa kwa ajili ya kutafuta nini? Maisha. Ni kama vile anasema fakaannahu qasada ila mukhalafati hikmati llahi ta'ala, ni kama alikusudia kwenda kinyume na hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alijalia kuwepo mchana na usiku, kama alivyosema wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye alikujalia nyinyi usiku ni vazi, wan-nawma subatan, na usingizi ni nini? Ni mapumziko. Wa ja'ala an-nahara nushura, na kujalia mchana kama kufufuka na kuanza kutembea tena kutafuta maisha. Kwa hiyo maulama wanasema kwamba kufanya mazungumzo baada ya swala ya Isha ni makruh, isipokuwa katika hali moja, iwe ni katika talabul ilm. Mathalan, imefika kwamba kuna jalsa ya ilmu baada salati al-Isha, hiyo haingii katika karahia, haingii katika kutupiwa. Kwa hiyo maswala ya ilmu hakuna watu, hata iwe sala mpaka za usiku, hakuna tatizo. Naam, kad kanat ayati tutla alaykum, zilikuwa aya zangu mnasomewa juu yenu nyinyi. Fakuntum ala aqabikum tanqisun, na mlikuwa mnarudi nyuma kwa visigino vyenu, kwa maana hamtaka kuipokea na kuikubali. Mustakbirina bihi, mkifanya dharau mkawa na kibri, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Maka, ni watu wa al-Haram, mkajiona ni watu bora. Samiran tahjurun, bali mnamzungumza usiku, kuizungumza hii Qur'ani na kuikejeli na kumkejeli mtume na kuwakejeli waumini. Afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhum alawwalin, je, hawakufikiria hizi kauli? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhum alawwalin, au yamewajia yale ambayo kwamba hayakuwajia baba zao wa mwanzo. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kaweka vipande viwili, afalam yadabbaru qawla, je, hawakuzingatia hii kauli? Maana hapa ni swala la maamuzi yako wewe kama wewe, usio ni mtu mtumwa wa fikra za mtu mwingine, usio mtumwa na maamuzi ya mtu mwingine, kwamba watu wote wamekataa, basi na mimi
nikatae. La, jaribu kuuliza kwa nini, soma. Kwa hiyo unaweza ukafika kawa wewe umeingia kwenye janga kwa sababu tu umefuata mkumbo. Sasa ndio anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maadamu ulikuwa kauli kumbe zatoka kwake, ishara ni zake. Kama ukifikiri tu, guarantee moyo una kinai. Aya za Mwenyezi Mungu, ishara za Mwenyezi Mungu hazina shaka ndani yake, na daiman mpaka ulimwengu huu wa leo tunaoishi, asiyekuwa Muislamu yoyote wanaposhika kwa mara ya kwanza msahafu wakasoma Qur'an, unamwona pale pale ana change, anaanza kubadilika hata mtazamo wake kuhusu Uislamu. Wengi wanaofanyiwa mahojiano baada ya kuwa wamekuslimu au hata kama hawakuslimu, akiulizwa tu vipi, nimekisoma hiki kitabu kwa kweli, lakini wengi unakuta wanafanyaje, wanaslimu. Yote ni kwa sababu ile athari iliyopo kwa kwamba Mwenyezi Mungu kaiandaa hii Qur'ani kuwa ni hidayatun nas, ni uongofu kwa watu, lakini lazima ufungue moyo, lazima utumie akili yako, ufungue na moyo wako kwa kupokea. Jaji wewe kwa moyo uliokuwa uko salimu, hukumu kwa moyo uliosalimika. Ukiwa utahukumu kwa moyo uliosalimika, ni guarantee utakubali, kwa sababu hivyo ndivyo alivyotaka Mwenyezi Mungu. Kama vile waambiwa onja sukari, wakati wakataa, mbona vijiwe hivi, onja tamu, lakini baadaye ukasema hebu ngoja nionje, atapata chungu? Atapata tamu tu, ni sukari. Ndio asili ya nini, ya kisukari, ni tamu. Lakini kama itakuwa ana ugonjwa, ni mgonjwa, ataipata tamu? Lakini je, sukari inabaki ni tamu uchungu? Tamu vile vile. Ndio Qur'ani, ndio nini, ndio Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani hii hata sisi waumini, siwaambii wasiokuwa Waislamu tu makafiri, la, hata wewe Muislamu kama utaisoma biqalbin munfatih, biqalbin safi salim, itakuwa na athari zaidi, utakuwa na athari zaidi kuliko ukiwa wewe upo tu wasoma tilawatan au qira'atan biduni tadabbur. Maana hapa neno lilotumika hakusema Mwenyezi Mungu afalam yatlu, afalam yaqra'u, la, bali afalam yadabbaru. Je, hakuwa wanazingatia? Si tumeelewana? Na hii tulizungumza daiman, hii athari ya Qur'an katika maisha ya Waislamu utaikuta iko haipo katika ile standard tunayoitaka, kwa sababu inayotakiwa. Kwa sababu gani? Tusoma tilawatan basi, mtu asoma tu, lakini ile tadabbur yenyewe kwa ile kuzingatia ndio kuna kukosekana hiyo. Lakini ni ya kwanza. Kwa hiyo afalam yadabbaru alqawla, kwani walikuwa hawazingatii kauli? Sababu wangezingatia guarantee wangefuata haki. Am jaahum ma lam yati aba'uhum alawwalin, au wameikataa kwa sababu hili hawakupata kulirithi kutoka kwa baba yao, hawakuona baba yao kwamba ameletewa kama hiki, wakifuate kwamba hapa bwana kinachopingwa si kwamba wewe haki iwe mpaka imefanywa na watu wengine, hata kama ni mpya, hata kama ni mpya. Tabani hakuji sheria tena mpya, hakuna sheria mpya tena, sheria zote zishakuja. Alhamdulillah, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina. Uislamu shatimia, lakini ile ilikuwa hujui, sasa wajua katika eneo unaloishi, jamii unayoishi, unachoangaliwa ukinai na hoja. Hata kama katika familia pengine uko peke yako, hata kama wanaoifuata hiyo haki ni wachache mno, usijali, soma ukinai kwa hoja, usiwe mshabiki. Ukiwa mshabiki itakuwa shida. Na ukumbuke siku ya Kiyama kila mtu atasimamishwa peke yake, fardan, peke yako. Utaulizwa, Muhammad,
wewe baada ya kubaleghe 1, 2, 3, kwa nini umefanya hivyo? Mimi tulivyokuta baba. Hiyo sio hoja. Lakini watu wengi Mtanga pale ndio mila na desturi nilokulia leo. Una hoja? Mimi nilileta kitabu hiki kimeharamishwa, hiki kimeharamishwa, kwa nini ukufuata? Lakini ya Allah, mji mzima wote Mungu ndani. Kwa hiyo soma talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslima. Kusoma ni fardhi kama ilivyokuwa swala fardhi, imeitwa ni fardhi, na kusoma ni fardhi. Mwenyezi Mungu haabudiwi kwa ujinga, kuanzia utekelezaji wa ibada zake mpaka kujua sheria zake lazima uzijue. Usiwe ni mtu wa kuburuzwa, la takunu immaa. Usiwe ni watu kama kipofu ambaye kwamba in ahsana an-nasu, akiwa na watu wanafanya uzuri na wao wanafanya uzuri, wakifanya ubaya na wao wanafanya ubaya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hapana, zoesheni nafsi zenu. In ahsana an-nasu an tuhsinu wa in asau an tajtanibu isaatahum. Wakifanya wema uzuri igeni, fateni, lakini wakifanya baya jiepusheni na ubaya wao. Lini utajua kama hili sasa hili ni mbaya? Kama wewe ni mtu ambaye kwamba mazuri waenda kuja, likija baya utajuaje hili mbaya ili uachane nao? Soma, inabidi usome. Afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhum alawwalin. Je, hawakuzingatia au hawakufikiria kwa undani hii kauli? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhum alawwalin, au yamewajia wao yale ambayo kwamba hayakuwajia baba zao, ndio maana wakaona hapana, haya ni mapya, ni mageni, hayatufai. Mbona baba zetu hakupewa haya? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ni kama vile wanasutwa, wakati huo nyinyi mshaadhibiwa, kwa nini mlikataa? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, kwani hawakumjua mtume wao, heshima yake, utu wake, uaminifu wake, ukweli wake. Hawakumjua kwamba Muhammad ni mkweli, hasemi uongo, hajawahi kusema uongo, mpaka ukafika fahum lahu munkirun, wakawa wanamkataa. Na tumetangulia kusema mitume yote imetolewa kwenye kaumu zile alizotumiwa mtume. Kaumu zote zimetolewa mitume yao kutoka kwenye watu wao wenyewe, ili ukasema kaja mtu baki, mtu kando, mdui katoka huko bana, tumjuaje? Mmetolewa mtume kutoka katika watu ambao kwamba mwajua tangu kuzaliwa kwao, mtoto wa halali, baba fulani, mama fulani, tena watu wenye heshima zao, na yeye kalelewa vizuri, ni mtu ambaye kwamba tunamwamini. Ndipo unapoanzia utume. Mitume yote ina sifa hiyo. Mwenyezi Mungu anawaandaa watu wake, anaandaa mitume yake, nabii wake wote wameandaliwa. Hakuja tu, haiji kwamba kafika miaka 40 kapewa utume huku chini, Mungu hakumwekea sira yake safi. La, Mwenyezi Mungu anamlinda tangu kuzaliwa kwake, na kuwepo na sira yoyote, historia yote mbaya kwake, anakuwa mtu hapati pa kutia doa kwenye maisha yake. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anaambia am lam ya'rifu rasulahum, au walikuwa hawamjui mtume wao, kaja mgeni, kaja kazuka tu, fahum lahu munkirun, ikawa sasa wanamkataa. Sivyo hivyo, walikuwa wanamjua Muhammad. Am yaquluna bihi jinna, am walikuwa wakisema kwamba huyu ana wazimu. Bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama vile atia muhuri, au walikuwa wanasema kwamba huyu ana wazimu. Mwenyezi Mungu sasa anakana yote hizo kwa kusema bal ja'ahum bil haqq, bali amewajia yeye Muhammad wa haki, wa aktharuhum lil haqqi karihun, na wengi wao ni wenye kuichukia haki. Kwa hiyo wakati fulani haki itakuwa na washabiki wachache. Hadithi
au aya ya Mwenyezi Mungu iko wazi, wa aktharuhum lilhaqi karihun, wengi wao haki ni wenye kuichukia. Kwa hiyo wakati fulani usiwe na wasiwasi unapokuwa una msimamo ambao kwamba dalili zake ni thabiti. Huu ndio msimamo sahihi. Usiangalie ni wangapi wanaounga mkono, angalia kwa nini naunga mkono. Hilo ndio jambo kubwa. Kwa nini siache rai hii? Jiulize maswali haya, ndio utakuwa salama daima. Am yaquluna bihi jinna ay yahtajuna fi tarki al-imani bihi bi annahu majnun, walikuwa wakitoa hoja katika kuacha kumwamini kwamba ni mwenda wazimu. Falaisa hakadha, falaisa huwa hakadha, sio hivyo. Hayuko sio kwamba mtume ni mwenda wazimu, la, bal jaahum bilhaq, yani alquran wa tauhid, bali kwa sababu amekuja na Qur'ani na tauhidi ya haki kabisa na dini ya kweli. Kukataa kwao huko ni kwa ajili ya hasad na chuki na kule kufuata kwao mila na desturi walizokuwa nazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema, walau ittaba alhaqu ahwaahum. Hapa Mwenyezi Mungu analeta aya ambayo kwamba msingi wake ni kwamba masdar at-tashri', chanzo cha sheria ni chake yeye peke yake. Hafuati watakavyo wengi ndio tutengeneze sheria. Desturi, katiba za watu wanadamu ni kwa mujibu wa raghba za watu ndio zatengenezwa, zatungwa. So zatungwa nini? Kanuni, si ndivyo? Sasa hivi kuna vitu tuseme ni vinakatazwa katika nchi yetu, lakini watu wakigoma, wakitaka viwe vinafaa, vitapelekwa mswada bungeni na watu watapitisha kwamba sasa ni halali. Ni kwa mujibu wa nini? Leo mirungi hapa kwetu Tanzania mamnu, haramu. Wenzetu Kenya biashara kubwa, tena mabilioni ya fedha, lakini wana uwezo wa Tanzania wakasema tunataka tuwe halali, kwani kuna nini? Tunataka, na wakahalalisha, ikapitishwa na sheria ya serikali. Japo hilo tuomba lisitokee, tuendelee kuiombea serikali yetu, watu wabaki katika hali hiyo, kuona mirungi ni katika vitu vyenye madhara, vyenye kupoteza fedha, ni vyenye madhara kwa afya, na madhara ni mengi, bali iende sasa ikataze na pombe. Mimi nashangaa bado serikali inakataza mirungi na pombe bado halali. Pombe na mirungi ipi ambayo kwamba ina madhara makubwa zaidi? Pombe ina madhara zaidi. Mirungi na sigara ipi ina madhara zaidi? Sigara, ukisikia wewe lile mti wa tumbaku, ule mti wa mtumbaku, ukisikia sifa yake, ardhi inavyoathirika nayo, waona kabisa hiki kitu si kitu cha kufanywa kuwa halali kabisa. Na bado mpaka watengenezaji kwenye pakti inaambiwa kwamba wanakupa onyo kwamba hiki kitu ni hatari kwa afya yako. Sasa tukiachia nini? Kwa sababu tu watu huko wakubwa wao wanaona iko halali. Siku huko Ulaya watakapotoa bana pombe tuipige vitu, utaona nayo itashuka mpaka chini, mpaka utakuja ambiwa. Ni kama hivyo walivyotaka kutuletea ujinga wao huko wa mambo ya kijinsia, sawa, lakini mashaallah, alhamdulillah, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, wa Tanzania wakawa na msimamo na umebaki kuwa na msimamo wa heshima, alhamdulillah. Naam, am yaquluna bihi jinna, au wanasema kwamba huyu ana wazimu. Bal jaahum bilhaqi, bali ameajia wao na haki. Wa aktharuhum lilhaqi karihun, na wengi wao haki ni wenye kuichukia. Walau ittaba alhaqu ahwaahum, na kama haki ingekuwa inafuata matamanio ya nafsi zao, kwamba haki inaangalia watu wanataka nini, basi Mwenyezi Mungu anasema
la fasadati samawati wal ardu wa man fihin. Ichukua hiyo, ingeharibika mbingu zote, zingeharibika ardhi zote na vilivyopo ndani yake. Kama kumbe sheria zaenda kwa majibu wa matamanio ya nafsi za watu, basi pasingekuwa na istiqrar katika maisha. Bal atainahum bidhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun, bali tumewaletea ukumbusho wao, fahum an dhikrihim mu'ridun, lakini wao wenye kujitenga na ukumbusho wao wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ardu wa man fihin, maulama wametaja maana tofauti tofauti. Kuna walisema kwamba lau ittaba sahibul haqq, kama lau sahibul haqq angefuata, kama yule mwenye haki ambaye kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoletwa na haki, angekuwa anafuata matamanio ya wale ambao kwamba wanampinga kwamba bana, mbona hii ngumu, wewe pitisha kidogo, fanya hivi ili tukuru, basi ungepatikana ungefisidika mbingu na ardhi yake. Wakila kwamba law wafaqa alhaqu ahwaahum faja'ala muwafaqatuhu ittiba'an majazan, la kwamba ingekuwa kwamba haki inafuata inaendana na matamanio yao, basi ingekuwa isinge kufika mahali kwamba wanamkataa Mwenyezi Mungu na mtume na wanamwasi Mwenyezi Mungu, kisha la yuaqabu, alafu kawa hawaadhibiwi, kwa sababu kwamba bwana tuishi, lakini tuacheni sisi wenyewe tulivyo na tusiadhibiwe, alafu ikaandikwa kwamba naye hasi pia siadhibiwe. Fisadi huo. Wengine maulama wengine wakasema kwamba kama lau wangewafanya waongo kuwa ni wengi na kweli wakawa basi wawe wengi, hao waongo ingefika mahali kuna baadhi ya maeneo wakawa hawaelewani, hawawi wamoja kwenye kauli hiyo. Kwa hiyo bila shaka ingeleta ufisadi katika nini, katika ardhi na mbingu vile vile. Na pia kauli nyingine kwamba lau ittaba alhaqu ahwaahum, kama ingekuwa haki inafuata matamanio ya nafsi zao, bila shaka utungaji wa sheria ungekuwa ngumu, kwa sababu unachokipenda wewe mimi nakichukia, na ninachokichukia mimi wewe ndio kipenzi wao. Sasa hiyo sheria ya haki ingemfuata nani? Hiyo haki ingemfuata nani? Hapo bila shaka ni vurugu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio msharra, yeye ndio mwenye kuleta sheria, na yeye ndio anachokileta na kina maslaha na wanadamu kuanzia ya hapa duniani mpaka ya akhera. Wala ittaba alhaqu ahwaahum, na kama lau haki ingefuata matamanio yao, la fasadati samawati wal ardu man fihin, zingeharibika mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Bal atainahum bidhikrihim, bali tumewaletea wao, kuwaletea kama ni ukumbusho kwao, fahum an dhikrihim mu'ridun, wao ukumbusho wao wenyewe wenye kujitenga nao, waliyadhu billah, ni kama wenyewe wameacha. Kauli nyingine hapa inakuja amtasalu kharajan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin, ni kama kuna kujiuliza fulani, kwa nini hayo wakatae? Je, wewe mtume umeomba ujira kutoka kwao mpaka kuone mfuata huyu atatugharimu? Hii ndio aya ambayo tutaongea nayo kesho inshallah biidhnillah taala. Kwa muda huu uliobaki tuangalie maswali matatu biidhnillah. Swali la kwanza leo tunaloanza nalo la kwanza ni kwamba mtu amefanya maasi na ametaka kufanya kafara kutokana na makosa, akaanza kwa kufunga miezi miwili mfululizo. Baadaye jamaa wakamwambia, mbona umefanya jambo hilo, kwa nini
usingelisha maskini, ni manufaa zaidi. Sasa swali linakuja, kwanza, baina ya kufunga na kulisha ipi sahihi? Taban kulisha ni vizuri, lakini swala la wewe kuchagua nilishe au nifunge si lako, ni aina ya kafara ambayo kwamba unaifanya. Kuna ambayo kwamba una khiari nayo kama tutakuja kusema, na kuna ambayo kwamba huna khiari, lazima uanze na ile aliyoianzisha au aliyotaka wewe Mungu uanze nayo mpaka kushindwa ndio ingie ya pili. Kwa hiyo swala hilo la kuwa naweza kuswitch kutoka kufunga niingie kwenye kulisha, hapo ni aina ya kafara ambayo kwamba uko nayo. Kuna ambayo kwamba huwezi kuswitch, maadamu una uwezo nayo, inabidi wewe ufunge tu, hata kama kweli kulisha ni maslahi kwa watu, lakini kwani sheria wakati fulani malengo si kunufaisha watu, malengo ni wewe mwenyewe. Ni kama yule alipokwenda kwa kadhi, alipokuwa kila kienda anaambiwa kosa lako wewe ni itqu raqaba. Kila kienda ni tajiri, na wakati huo bado watumwa wapo, kwa hiyo kila kienda afanya kosa lile lile, itqu raqaba, achia mtumwa huko, afanya akija kafara yako itqu raqaba, atoa. Kadhi alipokuja mara tatu kumwambia kosa lako wewe kufunga kafara yako kufunga miezi miwili na siku kufunga miezi miwili mfululizo. Kwa nini? Sema kwa sababu malengo ya kafara ni islahi nafsi. Mwenyezi Mungu hana shida na wewe, lakini miliki yako anachotaka wewe ubadilike. Kama kumbe huathiriki na Panadol, unakumbwa nini? Uini hata kaa na njaa siku 60, tuone utaiacha hii shughuli au la. Utaiacha, utakuwa na adabu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiangalia mu'dhamul kafarat, nyingi ya kafara yuqaddam fiha siyam ala litam, nyingi ya kafara imetangulizwa ndani yake kufunga, alafu ndio kulisha, kwa sababu malengo ni kutengeneza nafsi, ni kuitibu nafsi. Naam. Kwa hiyo huwezi kuhama kutoka huku kwenda huku, inapokuwa kwamba ile kafara una khiari nayo. Ama ikiwa una khiari, mfano kama ndio tangulia mwisho kusema, je, ana uwezo wa kuswitch hapo? Bado itabaki aende kwa mtu alim, kwa mujibu wa mulabasati zile mazingira, kwa mtu ambaye kwamba pengine huenda akifunga ndo atanyoka, huyu atakiwa kuna kutoa chakula. Kwa mtu ambaye kwamba ile aliteleza mno, huyu bwana alifanya likosa kwa bahati mbaya mno, huyu jamaa kwanza, kila mtu kimwambia akafanya likosa haamini, basi huyo kadhi aweza kumwambia bwana hasa kutoka huko wapi watu wenye njaa wale. Sasa hiyo halibaki kwake, kwa irada yake, kwa mashia yake. Swali jingine, na mila na desturi nyingine, asema kuna watu kina mama wakifika miaka ambayo kwamba haoni tena ada zao, wanasema wanafunga miezi miwili mfululizo. Sijui malengo yake ni nini, labda kwa kuwa subhanallah ni ngumu hii. Almuhimu anauliza, je, hii vipi? Hii fikra vipi? Bila shaka ni vitu ambavyo kwamba havina mashiko yote katika sheria. Hakuna kinachomfanya iwe ni wajibu kwake kufunga miezi miwili mfululizo, isipokuwa mtu kwa makosa maalum. Sio kwa kuwa wewe sasa hivi ushakuwa mtu mzima na upati ada yako tena, sasa unalazimika. Kwani asili ya mtu iwe ni mwanamume iwe ni mwanamke hawajibikiwi na kafara, isipokuwa kwa nini? Kwa kosa maalum. Naam. Swali jingine anasema, nini hukumu au kuhusu kulisha maskini 60
akawa mtu ana uwezo wa kulisha maskini 60 wote, lakini ile sehemu anayoishi anaona maskini ni wachache. Hii huku kwetu utafuti wa kuwapa maskini wako wengi, lakini kuna baadhi ya dola wanahesabiwa wote, dola yote ni ghani, ni nchi tajiri. Nchi za magharibi huko maskini kweli wapo watu, lakini utakuta pengine maskini Waislamu wachache. Umekwenda nchi za kimagharibi, umetaka kufanya kafara, sawa. Sasa watakaulishe maskini 60. Ukienda msikitini safu moja ifike hawafiki, na katika hao pengine maskini ni 4 5. Yuko mahali hawezi kuwafikia kirahisi maskini wengine. Natolea mfano, japo sasa hivi maendeleo ni makubwa na zitawafikia maskini wengine nasema, lakini iwe wewe ni mtu ambaye kwamba bado huwezi kuwafikia maskini zaidi ya 30. Mfano kuna 30 nzima, wengine watafute ili kafara yako itimie watu 60. Sasa unaona, lakini wako hapa hawapo. Nini cha kufanya? Ikiwa umeshindwa kabisa kupata maskini 60, umepata labda 30 na nje ya mji ule pia huwezi kufika kwa dhurufu za aina yoyote uliokuwa nayo, basi utawapa wale waliopo mara mbili yake, lakini kwa wale ambao kwamba si wa kunyonya. Manake yani, mfano mtu ana familia maskini, mtu mmoja lakini ana mke. Je, anahesabiwa au hahesabiwi? Mke anahesabiwa maskini au sio maskini? Mtoto mwanamke lakini hana yeye chake mwenyewe. Kwani ikiwa huko chini ya mke, chini ya mume, huruhusiwi kumiliki? Siruhusiwi. Na sikuna wanawake wanawalisha wanaume, waona baba mtoto anakwenda anarudi, kapambana kabaki na 5,000 ndo kaja naye, na huku mama alhamdulillah kafanya biashara nje hapa, kauza vyombo, kachori, kabakisha 10,000 za changanya. Hawa vipi hivyo? Hiyo usiende na ile al-ghalib ambayo kwamba inakutawala, lakini mtu ambaye kwamba yani nyumbani familia yote, mume ni maskini, mke ni maskini, mtoto kama ni maskini. Je, swali langu, naweza nikafika nikamwambia hii bana yako, hii ya mke, hii ya mtoto, naweza? Waweza? Waweza. Kwa sababu gani? Wote maskini ni nafsi inajitegemea, na pale waamrisha maskini uleshi familia. Tumeambiwa tulishe nini? Maskini 60. Joni, kwani wewe ukimpa yule mtu mmoja pale, unahesabu umewapa watu watatu au mmoja? Ukimpa yule baba wa nyumba, unasema umempa maskini wangapi? Mmoja. Watu wanajibeba wenyewe. Kwa hiyo una uwezo wa kufanya kama ukishajua hapa bana wewe mathalan, mfano wampa kilo 1 na robo, wampa na shilingi 2,000. Mashaallah, ana wake 2 au 3 nyumbani na watoto, kila mke ana watoto 5. Wewe umemsaidia? Hamna kitu. Kwa hiyo wale pia ni maskini, kwa hiyo wanaingia, lakini asiyeingia ni yule ambaye kwamba ananyonya kifuani kwa mamake. Yule huwezi kumwekea kwamba huyu naye aingie kwenye hesabu ya maskini kwa natoa. Sisi tumeelewana? Naam. Sasa ikiwa imetokea kwenye eneo hilo mfano, sasa utarudia mpaka utakwenda kwa watoto, kwenda kwa wanawake. Ikiwa bado imebaki, utawarudia mara ya pili. Tunaona maana kile mradi bado kesho ya pili wanamkia bado kwenye hali ya umaskini, utafaa kumalizia kafara yako. Swali nyingine insha Allah kabla ya mwisho, huyu mtu anatakiwa kutolewa kafara, ana mali kidogo, labda ameacha mali ya kulisha maskini 60, ameandika kwenye wasia kafara ya watu 60. Baada ya kuchukuliwa ile mali, ile yenyewe
hakuna chochote walichoachia watoto, lakini kafara ndio inabidi iandike, kwa sababu kwenye wasia, si ndio? Katika mirathi hatufanyi mirathi kama kwanza hatujatoa madeni na hatujatengeneza nini wasia. Sasa watu wanasema haya, japo kwenye wasia nayo kuna sheria isizidi thuluth, isizidi thuluth ya mali. Kama kaacha 60,000 tutamfanyia kwenye 20,000 tu, 40,000 za warithi. Lakini hawa wanasema madam kataka mwenyewe hii mali yote kama itaingia kwenye kafara na tumfanyie huyu mama yetu, hatuna haja ya kuchukua kitu. Sasa swali linakuja la msingi, hii kafara tuigawe, lakini hawa watoto wenyewe pia, watoto wa marehemu wenyewe ni maskini, wenyewe ni maskini. Kuna ambao kwamba yeye ni maskini na kuna wengine ambao kwamba bado hawana kazi, wanatafuta kazi hawana. Je, swali linakuja, kafara hii wanaweza wakapewa? Wazee wanaweza kupewa, waweza sio haki yao. Nani kasema haki yao? Wao washatanazal, washaachia kwamba sisi hii hatutoirithi, ni ya mama. Sasa tumesema kwamba madam mama hana zaidi ya hiki, basi na sisi haki yetu ya mirathi tumeiacha ili atoe za nini, kafara yake. Umechukuliwa mchele, watakapogaiwa wao wenyewe wana njaa, wauangalia wakauga nje, wakati wao wana njaa, wataweza kuchukua? Wachukui? Watachukua, watapewa. Madam wako kwenye sifa ya umaskini, hakuna ubaya. Kama mwingine yoyote angeweza kupewa, basi na wao watapewa. Swali la mwisho dogo tu, anasema bwana, mimi bwana nimepata mtu mmoja anapata tabu sana, nataka kulisha maskini 60 mimi kama kafara, lakini bwana kuna mtu mmoja huyo maisha yake yalikuwa magumu, mimi bwana nimeona nimchukue huyu nikae naye miezi 2 mfululizo, kila siku ale, alafu basi nitambishwa asubuhi, mchana na usiku kwa muda miezi 2, siku 60 zote zitimie, iwe ndio kafara yangu nimetia nia. Je, itatimia kafara au la? Hili dogo jamani, dogo mno tena. Yafaa ifai? Nani asema yafaa? Nani asema yafaa? Tulikuwa swali yafaa. Nani asema ya pili? Nani asema ifai? 1 2 3 4 5 6 7. Wale waliosema yafaa wamekosea, haifai. Lakini ndio unaulize wale ambao kwamba wamesema haifai, kwa nini? Asante. Imesema kabisa haya kwamba alikulisha maskini 60 wawe tofauti tofauti. Nas sarih akwambia al-kafaru haddadat bi ta'ami adad al-masakin fala budda min istifai dhalika al-adad. Kafara imetaja idadi, lazima ili kafara itimie, itimize idadi, sio siku, idadi ya maskini wenyewe. Hadha wallahu a'lam. Allahu jalla hadha jabal marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan mu'ayyadan ma'suma wa la tadafina wa min bainina shaqiyyan wa rahuma. Allahumma ja'alna al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa min ar-rahmin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa husna tilawati ana al-layli wa atrafa an-nahar على الوجه الذي يرضيك عنه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.